Kila mtu anatamani kufanikiwa kwenye maisha. Kila mtu anatamani kuwa na maisha mazuri, anatamani kumiliki pesa za kutosha na kufikia uhuru wa kifedha. Lakini ni watu wachache sana wanaojua siri kubwa 5 ambazo mtu yeyote anayehitaji kujenga uchumi imara anapaswa kuzifahamu. Swali ni kwamba, je, wewe katika harakati za kupambania ndoto zako za kiuchumi, kupambania namna ya kujenga kipato chako, namna ya kufikia ndoto zako na namna ya kufikia yale malengo ulionayo ya muda mrefu, unajua ni siri gani kubwa 5 ambazo unatakiwa kuwekeza nguvu katika kuziimarisha ili uweze kufikia hizo ndoto zako za kiuchumi? Leo nataka nikupatie hizo siri kubwa 5 ambazo zimebeba maeneo makubwa 5 ya muhimu ambayo kila mtu ambaye anahitaji kujenga uchumi imara anapaswa kuhakikisha nguvu zake zote zimeelekezwa hapo. Karibu uweze kufuatana nami mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujifunza, na baada ya hapo utakuwa sasa umeshajua nini cha kufanya na nini sio cha kufanya. Halafu tukutane kwenye siku za usoni ukiwa unashangilia uhuru wako wa kifedha. Jina langu naitwa Festus Thomas, mkufunzi wa elimu ya fedha aliyeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia ni mwandishi wa vitabu vinavyohusu uchumi na fedha. Moja kwa moja nataka nikupeleke tuanze kutazama hizo siri kubwa 5 ambazo wewe unapaswa kuzifahamu, lakini pia unapaswa kuwekeza nguvu zaidi hapo, lakini pia unapaswa kuwekeza maarifa yako hapo ili uweze kuwa na uhakika wa kufika huko unakohitaji kwenda kwenye uchumi wako. Eneo la kwanza ni kutambua mifumo ya kutengeneza fedha, kutambua misingi ya kutengeneza fedha, kutambua namna bora ya kutengeneza fedha. Kwa nini? Kwa sababu namna ya kutengeneza fedha ndiyo msingi namba 1 wa ujenzi wa uchumi wa mtu binafsi, ujenzi wa uchumi wa familia, ujenzi wa uchumi wa jamii, ujenzi wa uchumi wa taifa. Ndio maana hata serikali inakuwa na vyanzo vya mapato. Maana yake nini hapa? Unatakiwa uwekeze nguvu zaidi katika chanzo chako cha mapato, lakini pia unatakiwa uwekeze maarifa zaidi katika kujua namna bora ya kutengeneza fedha, mbinu nzuri za kutengeneza kipato, namna rafiki zaidi inayoendana 1 na uwezo wako, 2 mapenzi yako, 3 ndoto zako. Ili uweze kujenga kipato imara na endelevu, lazima uwe na chanzo cha kipato ambacho ni kizuri, cha uhakika na kilichokuwa imara zaidi. Hakuna namna yoyote unaweza ukajenga ndoto zako za kifedha pasipokuwa na chanzo cha kipato. Swali langu, je, wewe chanzo chako cha kipato ni nini hasa? Je, unajua mbinu gani ambazo unaweza ukazitumia ili kutengeneza fedha zaidi? Kama hauzijui, tafuta namna ya kujifunza, ama ni kupitia vitabu, ama ni kupitia majarida, ama ni kupitia mitandao ya kijamii, ama ni kupitia Google, ama ni kupitia namna mbalimbali kama semina, ili uweze kuhakikisha kwamba hii siri namba 1 imekuwa katika namna ambayo kwako haikupi changamoto tena. Kumbuka, watu wanateseka kwa sababu hawana kipato cha uhakika. Watu wanapata shida kwa sababu kipato chao ni kidogo ukilinganisha mahitaji walionayo, lakini pia ukilinganisha dhiki, matatizo na changamoto ambazo zinajitokeza kwenye maisha yao kila siku. Kwa hiyo unapokuwa umeimarisha cash flow, unakuwa umeimarisha uchumi wako. Unapokuwa umeimarisha uhakika wa kutengeneza pesa, unakuwa umejiridhisha kwamba utapata mahitaji ya muhimu, utapata mahitaji yale ambayo ni ya kujifurahisha, ya kufanya uenjoy duniani, lakini pia imekuhakikishia kwamba unakuwa na emergency fund kwa ajili ya maisha ya baadaye au inapokuwa imetokea changamoto yoyote. Siri namba 1 hiyo ndiyo ya muhimu zaidi kwenye msingi wa kujenga kipato imara. Jambo la pili au siri namba 2 ni kujua namna bora ya kupangilia matumizi ya fedha. Tatizo ni kwamba watu wengi wanapata pesa, ila shida zinatumika namna gani? Unaweza kuwa umetengeneza labda milioni 1 kwa mwezi, lakini unashangaa baada ya mwezi mmoja milioni 1 yote imeisha. Kuna watu wanaingiza mshahara wa milioni 1.2 milioni 3, milioni ngapi,
au wanafanya biashara zao, wanatengeneza fedha kiasi fulani kwa mwezi, lakini baada ya mwezi kupita unakuta ile pesa haijulikani imeenda wapi. Hili ni tatizo ambalo wewe kama mtu ambaye uko smart, mtu ambaye unajitambua, unajua nini unakihitaji, nini unakitafuta, malengo yako na maono yako, jifunze kuwa na nidhamu katika kutumia kila pesa unayoipata. Kumbuka, kila pesa unayoipata unakuwa na namna ya kuweza kuitumia, ama kuifanya ikuletee maendeleo, ama kuifanya iweze kukuachia furaha ya muda mfupi halafu iende kwa watu wengine. Kumbuka, kila pesa unayoitumia unakuwa umeipoteza, na ukishaitumia pesa mara nyingi huwa hairudi, na ikishaondoka inakuwa sio ya kwako tena. Na kila pesa unayoitumia, kumbuka tena, unakuwa umemkabidhi mwingine. Yaani kila pesa utakaoshindwa kubaki nayo kwenye maisha yako, inamaanisha utakuwa umeruhusu iende mikononi mwa watu wengine.